Baada ya mashambulizi makubwa kuonekana kuathiri kabisa uwanja wa ndege wa Kuwait mwanzoni mwa wiki iliyomalizika, hatimaye Marekani imeingia makubaliano ya kuipatia silaha au kupatia Kuwait mfumo wa ulinzi wa anga wenye thamani ya karibu bilioni $2. Katikati ya mzozo Marekani anafanya biashara. Katikati ya hili Marekani anafanya biashara nzuri. Lakini kwa tathmini ya Donald Trump akiongea na vyombo vya habari jana, anasema tu kuwa angalau Irani wamebakiwa na uwezo wao wa makombora umebaki kati ya 22% na nukta kidogo. Kauli hii ya Trump inapingana na kauli yake ya awali aliyoitoa mwezi Mei akisema kuwa Irani walikuwa na uwezo waliobaki nao ni wa 18% tu, lakini kauli hiyo pia inapingana na kauli yake Donald Trump ambayo ilisema kuwa 100% ya uwezo wa kijeshi wa Irani haupo tena, si kwa jeshi la ardhini wala jeshi la majini. Tuchukue kipi? Tuamini kipi? Tuseme kipi? Nadhani hizo ndio kauli zinaweza zikaenda hivyo, lakini katika nadharia hii kuna vitu vinaonekana wazi kabisa kuwa bado inawezekana bado washirika wa Ghuba hawajafahamu nini wanacho. Unapoona mkataba mkubwa kama huu ambao Kuwait anaingia, ni muda mchache ambako Marekani iliingia mkataba mkubwa na Qatar na Kuwait pamoja na Bahrain pia, ambao ulikuwa na thamani ya dola bilioni 15 katikati ya hii vita. Yote ni katika uwezo wa kujilinda. Unawaza uwezo wa kujilinda kutokea wapi? Unajilinda dhidi ya nani? Nadhani ni mjadala unaweza ukawepo kwenye hili swala. Jamani, amani iwe nawe. Peace be upon you. Bila shaka wewe ni mzima wa afya na unaendelea vyema kabisa na majukumu yako. Na wakumbusha tu pia bado t-shirt ziko. Hii ni Lova zipo. T-shirt tunazo kibao. Rangi ya white ipo, lakini tuna hizi zipo, kofia zipo. Kwa hiyo ni wewe tu kufanya oda yako. Rafiki zangu wa Pemba naona mnanipigia simu, t-shirt za Pemba ziko Chake. Kwa hiyo kama uko Pemba unazipata pale Chake. Lakini kwingine kote tunatuma kama kawaida, na tunatuma kwa shilingi 40,000, utatumiwa popote ndani ya nchi. Na kama uko Mombasa pia tunaweza tukakutumia. Niliona simu zenu watu wa Lamu, lakini kama una mtu Mombasa, kwa sababu hatuna uhakika kama kuna usafiri wa moja kwa moja kati ya Dar es Salaam tu Lamu, lakini kama Mombasa tunaweza tukakuletea bila shida yoyote. Sasa nimekuja tuzungumze baadhi ya mambo yanayoendelea. Jana usiku kulifanyika mashambulizi ambayo ni kama mashambulizi ya mara mbili yaliyotokea, kwanza Jumatatu na Jumatano. Marekani ikilenga mnara na ikilenga rada ya ufuatiliaji kwenye kisiwa cha Kashmir. Ni kama harakati zimeelekezwa sana Kashmir. Halafu hapo Irani ikafanya majibizo kuelekea upande wa pili. Yaani Irani ikapiga Kuwait, ikapiga na Bahrain, katika kile ambacho wanakitaja kuwa walikuwa wamelenga kambi za adui ambazo wanadai kuwa ndio zimeratibu shughuli ya mashambulizi kuelekea upande wao. Sasa huu mchezo ukiutazama unavyochezwa kati ya Marekani, kisiwa cha Kashmir, Kuwait na Bahrain, kama we ni mfuatiliaji sana wa matukio yanayotokea, yani kama wewe unayafuatilia sana haya matukio yanavyotokea, hili na hili na hili, kuanzia muda utaielewa hii picha na huu mchezo unaochezwa hivi sasa, kwa sababu kwenye meza kuna ceasefire, kwenye uwanja kuna tofauti na ceasefire. Yani kwenye meza kuna usitishaji wa vita, halafu kwenye uwanja wa vita ni kuna vita, ila ukiwauliza wanakuambia tupo kwenye usitishaji wa vita. Mchezo huu bila shaka, mchezo huu unaratibiwa vizuri kutoka Tel Aviv, kwa sababu Tel Aviv ni wajuzi wa hili, ni wajuzi. Na kukumbusha, kama unakumbuka vita ya 2024 kati ya Israeli na Hezbollah ambayo iliakisi kutoka Gaza ikapelekea kifo cha Hassan Nasrallah na baadhi ya viongozi wengi wa Hezbollah waliuawa. Kama mnakumbuka, wakati Israeli alikuwa kwenye vita ya Hezbollah alikuwa akifanya mashambulizi ndani ya Syria, kama mnakumbuka. Yani wakati alikuwa huku alikuwa anapiga anatoka, anapiga anatoka. Yani katika kipindi chote cha mzozo mzima
Israel alikuwa akishambulia ndani ya Syria, alafu anatoka anaendelea na vita na Hizbullah. Ule mchezo inawezekana kama Irani hakujifunza kwa Syria, basi ndio kinachokuja kutokea. Yani kwa sasa mchezo unaochezwa ni huo huo, yani mchezo unaochezwa ni kastaili ile ile, tunakudhoofisha kidogo kidogo, ili pale tutapokuja kuanzisha ambush hutokuwa na uwezo wa kujilinda. Sidhani kama Irani hawakujifunza, kwa sababu wao walikuwepo Syria, na Syria aliyekuwa akitafutwa alikuwa anatafutwa Irani, hakuwa akitafutwa yoyote mwingine ndani ya Syria, kwa sababu wale wanaofuatilia uchambuzi wangu nililieleza kwa kina wakati wa mgogoro wa Syria. Kabla ya kuondoka Bashar al-Assad nilielezea wakati ule wako kwenye vita ya Hizbullah, lakini nikawaeleza michezo inayochezwa ndani ya Syria, nikawaambia ndani ya Syria anatafutwa nani na ndani ya Syria nani ataondoka, na ndio ilivyokuja kutokea. Alikuwa akitafutwa Irani. Tulikuwa tukivunja nguvu ya Irani. Mpaka 2024 Irani alikuwa na control miji mikuu ya Mashariki ya Kati mingi. Unaweza kusema kuwa kapoteza kiasi kikubwa. Alikuwa na control miji mikuu ya Mashariki ya Kati kadhaa. Alikuwa ana control Damascus, alikuwa ana control Sanaa, yani kule Yemen, alikuwa na control Beirut, Lebanon, na alikuwa na control Baghdad, na alikuwa anaiweza kuicontrol Teherani, mji wake. Miji mikuu mitano ilikuwa inapokea amri kutoka Teheran. Miji mikuu yote ilikuwa inaweza kukontroliwa kutokea Irani. Kwa hiyo wakati huo nilivyokuwa nikizungumza uchambuzi wangu, nilikuwa nikitazama Mashariki ya Kati ilivyo na control ya miji mikubwa, nilikuwa nikiwaambia kuwa kama tunapima uwezo wa kucontrol au amri, basi inawezekana Irani ni mkubwa Mashariki ya Kati kuzidi Marekani, kwa sababu Marekani hakuwa na hiyo nafasi ya hiyo miji mikuu yenye maamuzi, mpaka pale Irani alivyoanza kupoteza. Irani akaipoteza Damascus. Baada ya kuipoteza Damascus, akaipoteza Beirut. Tayari nilizungumza wakati huo, ni kama asilimia zaidi ya 30 alipoteza ya uwezo wake. Sasa mchezo gani ulifanyika Syria? Syria wakati ule walivyokuwa wanafanya, walikuwa wanapiga kwenye kambi na sehemu ambazo wanajua zitakuwa vikwazo kwa harakati ijayo, yani kampeni ijayo. Kwa hiyo muda wote wanapigana vita, ndege za Israeli zinatembea kwenye ardhi ya Syria, zinashambulia kwenye sehemu, kwenye kambi za kijeshi, sehemu kwenye mifumo ya ulinzi wa anga, sehemu kuna nini, wanashambulia alafu wanarudi. Yani hawaanzishi vita rasmi. Yani wao walikuwa wanaweza wakashambulia mara 3 kwa wiki alafu wakarudi wakatulia wakaendelea na vita ya upande wa pili. Wanapokudhoofisha kwenye uwezo wa ulinzi, inachukua muda kurecover ile damage. Lakini mfano mchezo unavyochezwa hivi sasa ni kuwa Marekani anapiga halafu wanakimbilia kuwa tupo kwenye ceasefire, hatuko kwenye vita rasmi, halafu wanarudi wanatulia. Wakirudi wanatulia, wanaanzisha wanapiga, halafu wanarudi tena wakasema tuko kwenye ceasefire. Lakini athari wanaoipeleka ili kuikava inachukua muda. Sasa wanakugusa kidogo kidogo, hali ya kuwa wewe huwapi madhara makubwa. Yani kwa sababu usalama wa Irani, kama Irani wanastuka hivi sasa kwa kile ambacho Marekani anakifanya, warudi vitani vyovyote. Yani warudi tu kwenye vita moja kwa moja, makombora piga, yani asitulie mtu piga. Lakini kuwa retaliate, unasema nasubiri ni mjibu kwa sababu kashambulia, ni mjibu, hii itamkosti Irani mbele. Yani mbele itakuja kumuumiza Irani, kwa sababu huu mchezo wanaocheza na kuambia kabisa ni aina ya michezo mizuri sana ya kupambana na adui. Ndio kilichofanyika Syria baada ya usitishaji wa vita wa Syria. Kama mnakumbuka, ule usitishaji ulivyotokea tu ukatangazwa tu kuwa kuna usitishaji kati ya Israeli na Hizbullah, siku hiyo hiyo waziri mkuu wa Israel Netanyahu alitangaza akasema kuwa tunachora upya ramani ya Mashariki ya Kati, tunabadilisha ramani ya Mashariki ya Kati. Siku hiyo alitangaza. Siku iliyofuata HTS waasi wakaanza kutoka Alep. Walianza kutoka wapi? Halib. Kutoka kwenye mipaka yao ya Uturuki Aleppo wakaanza kuingia Homs, Hama kwa spidi wakisaidiwa. Sasa walivyoanza kuja, hapakuwa na uwezo wa kuwazuia, kwa sababu uwezo wa kujilinda ulikuwa umeshapotea wa Syria. Yani uwezo wa ulinzi wa Syria ukawa umepotea. Kwa hiyo Israeli alichokuwa anafanya ni kusaidia tu mashambulizi tu, kwa wapi tulikuwa tumebakiza tu, wanapiga hapa, wanapiga, vikosi vya vinasogea, vikina Shara vinasogea. Ndio maana iliwachukua wiki moja tu, wiki moja wakamuondoa Bashar al-Assad, kwa sababu kampeni ilianza muda mrefu. Yani kampeni ya kumdhoofisha Bashar al-Assad ilianza muda mrefu, na aliyekuwa anatafutwa ni Irani aondoke.
na Irani akaondoka, wengine wote wakabaki. Kwenye hili nilishawahi kulielezea kuwa Urusi alihusika, Ukraine alihusika, Waarabu wote walihusika, kila mmoja alihusika kwa nafasi zake kuhakikisha kuwa tunamuondoa Irani kwenye hii ardhi. Sasa kinachoendelea hivi sasa kwenye kisiwa cha Kashmir, kinachoendelea hivi sasa ndani ya ardhi ya Irani ni mchezo ule ule Irani aliofanyiwa ndani ya ardhi ya Syria. Sasa sifahamu kama Irani wanaweza kushindwa kung'amua mchezo ambao walichezewa kipindi cha nyuma, kwa sababu ingekuwa amechezewa mwingine unaweza kusema alichezewa mwingine au mchezo, lakini mchezo kachezewa Irani. Irani ndo alichezewa ndani ya Syria na akapoteza Syria. Alipoteza Syria, Damascus ikaondoka. Irani alikuwa na ushawishi mkubwa kwenye serikali ya Bashar al-Assad. Walikuwa wamevuka kabisa, wako mbali. Sasa nguvu yao ilivunjwa kabisa, na baada ya kuondolewa vile, maana yake walikuwa wamekata mnyororo kwa usambazaji mkubwa. Unajua, usambazaji mkubwa wa silaha za Hizbullah kwa ulikuwa ukiakisi kutoka Irani. Licha ya kuwa Hizbullah wana uwezo mkubwa wa kuzalisha silaha kama wao, na hili nilishawahi kulielezea mara nyingi kuwa washirika wa Irani ni tofauti na washirika wengine. Irani washirika wake wote huwapa teknolojia na uwezo wa kutengeneza. Ndio maana unaona kuwa Gaza iko kwenye mzingiro, lakini Hamas wanazo silaha kwa sababu wana uwezo wa kuzalisha ndani. Irani huwapa washirika wake uwezo wa teknolojia. Leo hii wale Hizbullah wana uwezo wa kutengeneza makombora, wana uwezo wa kutengeneza droni. Wale Wahuthi wana uwezo wa kutengeneza makombora ya kwenda mbali kabisa, wana uwezo wa kutengeneza droni, kwa sababu hii ni teknolojia ambayo Irani huitoa kuwapa. Yani yeye sio tu kuwa anakupa samaki, anakupa na ndoano, nenda kavue. Yani anawapa teknolojia na uwezo wa kutengeneza kuwa hii unatengeneza hivi na hivi na hivi na hivi. Ndio uwezo uliopo, kwa sababu ukiangalia mfano Hizbullah walipigana vita na Israel mwaka 2000. Ilikuwa bado hawana uhusiano yani ilikuwa bado Syria haijapotea. Kwa sababu unaweza kusema kuwa Syria ilikuwa ikipeleka silaha. Katika kipindi gani? Syria ilianza kupeleka silaha baada ya Syria kuanzisha machafuko ya kutokea kwa Arab Spring. Arab Spring ilikuja 2011, yani mwaka 2011. Ndipo ambapo walivyotaka kuipindua serikali ya Syria, ambapo Syria ikaomba msaada kwa Iran. Iran akaingia ndani ya ardhi ya Syria mwaka 2013. Mwaka 2015 General Qasim Soleimani ndio anaenda kuanza kuomba msaada wa kwanza kwa Urusi. Kwa hiyo Urusi aliingia mwaka 2015 baada ya Iran kuwepo kwa miaka miwili. Yaani 2013 Iran ndio kaingia Syria. Kwa hiyo baada ya Iran kuingia Syria ndio akapata connection nzuri, kwa sababu Syria inapakana na Iraq. Iraq inapakana na Irani. Usambazaji wa silaha ukawa mwepesi kabisa kwa Hizbullah kwa sababu njia zote zinapitika. Yaani unatoka Iran unaingia Iraq, unaingia Syria, unaingia Lebanoni, unapeleka silaha. Kwa hiyo usambazaji ulikuwa ni mwepesi kabisa wa silaha, ulikuwa unapita pale. Tofauti na silaha ambazo unaweza ukasambaza kupitia njia ya maji, kwa sababu Israel wanafanya patrol kubwa kwenye bahari ya Lebanoni kwa kiwango kikubwa. Kutokana na Lebanoni haina uwezo wa kujilinda, haina mifumo ya ulinzi wa anga. Kwa hiyo Israel wanafanya patrol kubwa sana kuhakikisha kuwa hakuna silaha zinaweza zikacross Mediterranean kuingia Lebanoni. Sasa njia nyepesi ambayo walikuwa wanapata Hizbullah silaha ilikuwa ni njia ya kutokea Syria, ambayo Syria imeconnectiwa na Iraq, Iraq ina connect na Iran, kwa hiyo ilikuwa ni rahisi. Kwa hiyo lengo kubwa lilikuwa ni kukata usambazaji wa silaha kwa Hizbullah kutokea Syria. Ndio wakafanya juu chini kuhakikisha kuwa ni lazima Syria idondoke. Kama Syria itadondoka, Irani hataweza kupitisha silaha zake kumpa Hizbullah. Akakata. Sasa hii unaweza kusema usambazaji wa silaha wa Irani kwenda Syria, kupita kwenda Lebanon ulianza miaka 2013 baada ya Irani kujikita kuwepo ndani ya ardhi ya Syria. Sasa kabla ya hapo kuna vita zimepigwa. Vita ya mwaka 2000 imepigwa kati ya Israeli na Hizbullah. Irani alikuwa bado hapitishi hapa silaha, lakini wamepigana vita 2006 mpaka Israeli akarudi kwenye mipaka, kwa sababu ukirudi mpaka mwaka 2000 Israeli alikuwepo Beirut. Vita ya mwaka 82 ndio ilichochea zaidi. Mpaka mwaka 2000 Israeli alikuwepo Beirut. Aliondolewa Beirut na nani? Na Hizbullah. Hizbullah wakamsogeza kwenye mipaka. Kwa hiyo mara zote hizo wamepigana hali ya kuwa Hizbullah wakitengeneza silaha wao wenyewe kwa teknolojia waliopewa na Irani. Kwa hiyo sasa mchezo huu tayari Irani alifanyiwa ndani ya Syria. Sasa kama Irani wanaweza wakastukia huu mchezo wakasema kuwa mbona kama unafanana na ule mchezo, warudi kwenye vita. Mtu atakwambia wewe unachochea vita, hujui madhara ya vita. Ndio usalama wao. Yaani vinginevyo yatawatokea kuwatokea, kwa sababu harakati zilizopo hivi sasa, kama vile mnaona kuwa harakati nyingi zimekuwa ziko Kashmir kinachotafutwa ni kudhibiti Hormuz. Hili ni kombora jingine ambalo linawapa masharti magumu sana kwenye makubaliano.
kwa sababu Irani kushikilia Hormuz ndio anayesababisha kuwa kugumu, yani makubaliano yawe magumu, kwa sababu masharti ni magumu anaowekea. Kwa sababu gani? Kuna sehemu ameshika. Sasa kama kashika hapa, ingekuwa makombora tu tunaweza tukazungumza tukaelewana, hayo si ya kwako, lakini hapa ameshika uchumi wa dunia, anayumbisha dunia. Ndio maana niliwaambia hata kama itapita miaka 10, 20, 30, tupo hai hatupo hai, hata kama Irani atabaki kuumiliki mfereji wa Hormuz, kuna siku wataurudia. Kuna siku watakuja kuanzisha mpaka watake kuukomboa mfereji wa Hormuz. Ndio maana niliwaambia nchi kama Oman haitokuwa salama, ni target kwa vyovyote vile, iwe upande wa Irani iwe upande wa pili, yenyewe itakuwa ni sehemu ya point ambayo itatafutwa kwa ajili ya kurejesha Hormuz. Yani kwa njia yoyote itatafutwa kwa ajili ya kurejesha Hormuz. Sasa naposema kwa nini Irani inabidi anuse hiki kinachotokea na lazima achukue hatua ili kudhibiti hili, arudi kwenye vita ili awatie hasara kubwa wanayomtia hasara, kwa sababu wao wanafanya kudamage uwezo wa ulinzi wa Irani ili watapokuja kamili hatakuwa na uwezo wa kujilinda. Kwa hiyo hivi sasa anachotakiwa kufanya ni kurudi kwenye vita kamili ili kuwavunja moyo na kuleta hali ambayo haitofahamika, ili waone kuwa hatuwezi kurejea kwenye hili, inabidi tukae kwenye meza tuzungumze. Lakini kama Irani atabaki kwenye mchezo wa kujibu kuwa wamenigusa na mimi nawajibu, napiga sehemu fulani, athari inaweza ikaja kwake baadaye, kwa sababu mchezo wanaocheza hivi sasa wanauelewa. Yani hawa upande wa pili mchezo wanaocheza wanauelewa, sio kwamba wanafanya bahati mbaya, ni mchezo ambao wanauelewa vizuri kabisa kuwa baada ya muda, yani unaweza tukaendelea na hili, baada ya mwezi mmoja au miezi miwili wakarejea kwenye vita rasmi ya kutaka kukomboa Hormuz, na ile vita huenda ikamuelemea Irani, kwa sababu watakuwa wamemdhoofisha kwa kiwango kikubwa, kwa sababu tu walikuwa nagonga. Ukitaka kujibu sana, ukitaka kuja kasi, wanakuambia wewe, tupo kwenye makubaliano, sisi tu tulikuwa tumeona tishio ndio maana tukanani hivyo. Lakini si kwa hilo, lengo lao ni kukudhoofisha taratibu katika kipindi ambacho hawaleti taharuki kubwa duniani, hawafanyi bei ya mafuta kuwa kubwa sana, hawaleti kelele nyingi duniani, na hawaleti kelele za ndani kwenye nchi zao. Yani wanagusa wanaondoka, halafu wanarudi wanatulia, wanagusa wanaondoka. Hii itakuja kumuathiri Irani. Mark my word, yani chukua maneno yangu, baada ya muda tutakuja kujadiliana mimi na wewe kuhusu haya maswala. Jamani, leo ni weekend inshallah. Ni watakia kila la kheri na asanteni, tutakuja kuzungumza mara nyingine tena.